Naam, ni siku nyingine, siku ya Ijumaa. Watu wa magharibi kule wanakuambia furahi day, lakini kwa hapa bongo bongo naambiwa furahi day. Ni siku ambayo weekend inaanza kwa namna moja ama nyingine. Karibu ndani ya Sport Kick, lakini karibu ndani ya Kimgongo TV, tuangazie habari za kimichezo ambazo tuko nazo hapa mezani. Tunazisogeza na kuzichakata kwa uzuri. Kikubwa tu ni matokeo ambayo yamejiri hasa baada ya kutamatika kwa michezo mikubwa miwili ambayo imeshuhudiwa kwa siku ya jana ya mwendelezo wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Mchezo wa mapema pale KMC Complex imeshuhudiwa Young Africans ikivuna alama 3 mbele ya Fountain Gate. Magoli mawili yaliwatosha kukusanya alama 3 na dakika 90 zikaamua hivyo. Lakini baadaye pale saa moja Meja Jenerali Samuel Mnyama Simba naye akavuna alama 3 na magoli 3 baada ya kupata ushindi huo mbele ya Mbeya City. Tunao uchambuzi kwa kina na mzuri, lakini tutakugusia kwa ufundi zaidi. Nje na hapo kwenye headline tutamtazama mwalimu Selemani Matola. Je, ana fit kwa mwalimu mkuu pale Simba Sport Club ama kocha mkuu? Tunatazama hapo kwa uzuri. Cha mwisho kabisa tutatupia jicho kwenye ndani ya box, tutakutanisha baadhi ya washambuliaji ambao wanawika hasa kwenye timu ya Simba, Yanga pamoja na Azam. Mwenzangu ni Damiano Haule. Mimi ni Chazi Fabian. Nyuma ya kamera ni Nathaniel Majani. Damiano, habari ya Ijumaa hii? Bwana safi kabisa. Tunaelekea kwenye mikiki ya weekend, lakini weekend bana nao pia kuna michezo mingine mizuri itakuwepo pale mwishoni mwa weekend. Ndio. Kwa kimichezo tumechangamka kwa wiki hii. Kabisa. Tuanzie kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa jana tumeshuhudia michezo kadhaa. Tuanzie na mchezo wa mapema. Young Africans wakivuna alama 3 mbele ya Fountain Gate. Kuna kitu alikizungumza mwalimu wa kikosi cha Yanga baada ya mchezo. Mwalimu Pedro akasema kwamba amefanya rotation ya wachezaji kutokana na baadhi ya watu ya michezo miwili ambayo ilikuwa tough iliyopita. Namna ambavyo Yanga performance yao walionyesha jana inaadhirisha kwamba bila Pacome Zouzoua kuwepo pale, Yanga kama haijachangamka. Maana tumeona ameingia kama kitu kikachangamka pale. Yes. Yaani hapo mimi nadhani umemaliza maneno. Unajua kwa nini? Watu wengi wanaijua Yanga ya misimu 3-4 nyuma. Yep. Yanga hii ambayo sasa hivi inacheza haiwezi ikacheza katika yani haiwezi ikacheza vizuri kuliko Yanga ambayo imepita miaka 3, miaka 4. Misimu hiyo namaanisha. Yeah. Yanga sasa hivi katika sajili ambazo wameboronga. Yanga katika sajili ambazo hazijalipa. Okay. Msimu huu. Mzee wangu, msimu huu Yanga wameharibu. Na misimu yote mingine wanakuwa wanaharibu, lakini kunapatikana wachezaji 2-3 ambao wanafit. Yes, wanafit, wanaibeba timu. Lakini kwa msimu huu imekuwa tofauti. Kitu ambacho tunakishuhudia uwanjani, na hata jana tulikuwa pale tukifuatilia mchezo. Unaona jinsi tu ya wachezaji ambavyo wanajituma uwanjani. Kwanza jana Pacome ya kuanza. Alianza na rotation ya wachezaji wengine ambao walikuwa hawajaanza. Nadhani ni fatigue ambayo wamekutana nayo kwenye mashindano ya CAF Champions League ndio imewafanya viongozi na benchi la ufundi kwamba kufanya rotation ya wachezaji wengine. Yes. Sasa kuanza kwa wachezaji wengine hiyo haitoi maana kwamba wachezaji ambao wamepumzishwa wao ndio wanatakiwa waipiganie nembo ya Yanga kupata matokeo. Hicho kitu si kweli. Na kinachotakiwa ni kwamba wewe ukipata nafasi unatakiwa uonyeshe kitu ambacho uko nacho, na kitu ambacho Yanga walifanya mpaka kukusajili, sio? Sasa ukiwa umesajiliwa unavaa jezi ya Yanga, unapeperusha bendera ya Yanga, and then inapokuja swala la kwenye pitch unakuwa unatoa asilimia chache, labda 2% kati ya 100 au 5%, whatever. Huna mchango chanya katika kikosi chako. Hiyo haiwezi ikakupa garantia wewe kuweza kudumu katika hicho kikosi, kwa sababu unapotakiwa onyesha. Unapopewa nafasi ya kuaminika, basi aminika, uonyesha kitu ambacho unacho. Jana tuliona pale katikati alicheza Kouma, akaja Conte of course, yes, akaja pale akazima, lakini namba pale imeshikiliwa na Duex Abuya ambaye jana alikuwa man of the match. Yes, kwa kazi ambayo anaifanya Young Africans hauna sababu ya kumwacha. Mimi Duke Abuya nimemfuatilia katika mechi 5 zote za mwisho, za ndani ya ligi na nje ya ligi, zote amewasha moto. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kipindi gani ambacho yeye anaweza akachukua tuzo, lakini hata katika mechi ambayo
walicheza Young Africans ugenini, aliwasha pia moto vile vile. Kwa hiyo ukipata nafasi tumia, lakini katika sajili hizi Dube naye bado anajitafuta, Boyeli ni wale huyo Kouma, Conte, bado hakuna kile kikosi ambacho unakiona ni shindani. Mathalan jana mimi nilijua ataanza kucheza hata na kina Shwaboy au kina Nkane, Dennis Nkane bora ya Dennis Nkane na Shwaboy kuliko Kouma na Conte. Mimi kwa mimi ninavyoona, yes. Sawa, lakini tutazame namna ambavyo kwa ufupi sana Fountain Gate walionekana si wanyonge. Ukijaribu kuangalia vizuri, si wanyonge kwamba walikuwa wametawaliwa kwa asilimia nyingi sana, wanachezeshwa wanavyotaka. Wao walikuwa wamezidiwa tu sana kwenye takwimu ya kufungwa magoli, lakini kwenye kuumiliki mpira na uimara ule ulikuwepo kwa asilimia nyingi. Wapi walifeli Fountain kuchukua alama 3 pale KMC? Unapocheza na timu kubwa siku zote unatakiwa na wewe udeserve kuwa kama wewe mkubwa. Usibishane naye sana. Unajua quality ya kikosi cha Fountain Gate na quality ya kikosi cha Young Africans ni vitu vile tofauti. Fountain Gate ni timu ya daraja la kati, lakini Young Africans ni timu ambayo iko super katika kila nyanja. Tumeona jana kuna wachezaji walitokea benchi lakini walikuja kuonyesha uwezo mkubwa. Pacome ameingia, dakika chache tu ameweza kufunga. Kwa hiyo kwa Fountain Gate kushindwa kutengeneza nafasi, hicho ni moja ya kitu ambacho kijana kiliwalaza na viatu. Kwa hiyo kama wangetengeneza nafasi na wakazitumia, walikuwa na uwezo, lakini hata nafasi zenyewe sikuona zikitengenezwa zile za kuonyesha kwamba kweli watu wako serious. Hicho ndo ambacho kiliwamaliza siku ya jana. Okay, sawa. Tukiachana na mchezo huo, tuangazie mchezo mwingine ambao nadhani mtazamaji wa Kemgongo TV anatamani pia kufahamu kwa uchache. Mchezo wa Simba dhidi ya timu ya Mbeya City. Dakika 90, magoli 3 Simba, Mbeya City 0. Mchezo ambao ulikuwa unarudisha morali ya mashabiki na wachezaji pia. Ushindi huu unatafasiri gani kwa mashabiki lakini kwa wachezaji wa Simba? Tulizungumza hapa takriban siku 3 hivi. Yes, hapa katika kipindi chetu cha Sport Kick kwamba Simba sasa hivi imekabidhiwa chini ya kocha Matola, sio? Matola akikabidhiwa timu. Matola akishaambiwa hii timu ichukue ipeleke katika nchi ya ahadi, anafanya kweli. Na tulisema hapa na tukatoa pia na mapendekezo yetu, predictions, kwamba Simba anaweza kaondoka na magoli 2+. Kwa maana kuanzia magoli 2 na kuendelea. Na kweli tumeona jana hicho kitu kikitokea, Simba amepata magoli 3. Kwa hiyo unaona Matola akikabidhiwa timu anakuwa bora super kweli kwa sababu kwanza hakuna ambaye anampangia kikosi, ni yeye anafanya decision making. Na akiangalia upangaji wake wa wachezaji ni wale ambao Mwalimu Pantev alikuwa anaweka benchi. Kwa hiyo jana alikuwa anataka kudhihirisha kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya hivyo. Wachezaji ambao walikuja kwa hari wamefunga magoli ambayo ni quality kabisa, yale ni magoli ya kwenye kiwanja cha mazoezi kama tuliyaona jana. Kwa hiyo kwangu naona Matola ana deserve, wampe tu manager au kocha ili waweze kufika nchi ambayo tunataka kufika. Sawa, Simba jana ilitumia iliwatumia wachezaji ambao katika baadhi ya mechi hawakuonekana, lakini na wengine pale. Hii imeongeza chachu nyingine kuonyesha kwamba hawa ambao wanawekwa bench kuna muda wana uhitaji mkubwa kuingia kuanza kikosini. Ukiwa umekosa nafasi kikosi cha kwanza, jitahidi sana kwenye mazoezi uonyeshe kitu ili mradi upate nafasi. Jana tuliona wachezaji ambao walikuwa wamemiss kwa muda mrefu wameingia na wamefanya vitu. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho mchezaji unatakiwa ukifanya kwa 100% ili uweze kupata na kujihakikishia namba katika kikosi cha kwanza. Sawa, mtazamaji wa Kemgongo TV, tulikuwa tunaangazia hasa kwenye kick-off hapo kipengele cha kwanza kabisa ndani ya Sport Kick, hasa tukitazama matokeo lakini namna tathmini kwa ufupi tu kuhusiana na Yanga na timu ya Fountain Gate mchezo wa jana, lakini Simba dhidi ya Mbeya City. Kwa sasa moja kwa moja tutupie jicho ndani ya headline tuone kuna kitu gani ambacho tumekisogeza ili nao upate kukifahamu.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.